limuslimi, kwa Muislamu, an yuhmila amalahu, an yuhmila amalahu. An yuhmila amalahu maana yake ni kupuuza amali ambayo kwamba mu'min anayoifanya. Hii amali ambayo kwamba tunaifanya imewekwa hapa ni wajibu. Kwa mfano, umeingia msikitini, umetawadhi, lakini kuna sehemu ambayo kwamba haijapata maji, basi udhu yako haitakuwa ni yenye kutimia, kwa sababu ni sharti maji yashike kila kiungo ambacho kwamba kimekusudiwa katika utawadhi, ili swala yako ifanye nini? Itimie. Au yusawifahu, au kusema nitafanya. Hapa katika kizungu tunasema ni procrastination, na sisi sote tumekuwa katika hii situation. Unasema ya kwamba nitaswali, wakati ikifika umehairisha, sema nitaswali baadaye. Ndio mwanadamu. Imefika asri, umesikia adhana, umesikia ikama, mwenzako amekwambia twende msikitini, anamwambia tuambia naja. Kisha baada ya pale haupatikani katika msikiti. Swala ya asri imekupita, swala ya magharibi vile vile imefanya nini? Imekupita. Kwa sababu gani? Ya procrastination, kusema ya kwamba nitafanya. Kwa hivyo katika kutekeleza amali ni vizuri tusiweze kusema ya kwamba nitafanya, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba ni ugonjwa ambao kwamba imeathiri wanadamu na waumini kwa jumla. Hata pale shuleni wanafunzi wanaambiwa kila wakati, soma utapita mtihani, revise utapita mtihani, lakini mwanafunzi anasema mwalimu, nitafanya nini? Nitasoma. Siku imeingia, mwanafunzi hajasoma. Nani ameangamia? Nani ameumia? Nani mwenye hasara? Ni yule ambaye kwamba ameingiwa na hii tawasuf, yusawifahu, kusema nitafanya. Wayukswira fi ta'diyatin, na vile vile wayukswira fi ta'diyatin, na kupuuza au na kupunguza. Wayukswira fi ta'diyatin, na kusema ya kwamba katika hii amal ambayo kwamba unaifanya kwa kupunguza. Kwa mfano, swala tumeletewa ni 5 kwa siku. Kuna subuhi, kuna dhuhuri, kuna asri, kuna magharib, na mwisho kuna ishai. Wewe una swali 3, umeacha 2. Kwa hiyo swala imekuwa ni wajibu ala kulli muslim. Ni lazima kila Muislamu atekeleze ibada ya swala. Ikiwa wewe utaswali 2 uache zile 3, basi imani yako si kamili. Na kuwa Muislamu si kuitwa Ismail au Yusufu. Muislamu ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwa moyo na kusema kwa ulimi. Vile vile viungo vyote vya mwili vifuatie vitendo hivyo ambavyo kwamba tunazifanya katika amali.
ala alwajhi almatlubi, na kuifanya katika njia ya sawa. Yaani hizi amali ambazo kwamba tumezizungumzia zifanye katika njia ya sawa, kwa sababu itqan ni kufanya kitu kwa uzuri. Kama una swali kwa itqan. Umekuja umefunga swala Allahu Akbar, lakini akili yako haiko hapo katika swala. Unafikiria pale kazini wananipa kazi nyingi, unafikiria mshahara wako, na umekuja mbele ya Allah tabaraka wa taala ili aweze kukusaidia katika matatizo yako. Lakini unapofika katika swala unakuwa ni mwenye kughafilika. Kwa hiyo Waislamu, tutekeleze ibada ya swala kwa itqan, kwa uzuri. Wal adillatu ala dhalika kathiratu minha, na dalili juu ya haya ambayo kwamba tunayazungumzia al-amal wal itqan ni nyingi. Miongoni yake yakulu taala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ahsanu inna Allaha yuhibbul muhsinin, na mfanye wema. Wema ziko sampuli nyingi. Umetoa sadaka katika mwezi huu wa Ramadhani. Je, umesoma Qur'ani? Umehifadhi Qur'ani? Ni swali ambayo kwamba kila mmoja wetu lazima ajiulize. Wa ahsanu inna Allaha yuhibbul muhsinin, na mfanye wema. Inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, yuhibbul muhsinin, anawapenda wanaofanya wema. Suratul Baqara aya ya 195. Innal ihsana, hakika ya ihsani, hakika ya wema, dhu janibaini, ni njia mbili. Hakika ya kutenda wema ni njia mbili. Amalul hasan ni amali iliyokuwa nzuri, awil ahsani, au amali nzuri zaidi. Sehemu ya kwanza, amali nzuri umeitekeleza, umefanya ibada ya wajibu, umeswali. Baada ya imamu kutoa salamu, huyo umeenda zako. Na kuna mwingine ambaye kwamba baada ya swala imamu amemaliza, baada ya adhkar ya kutia dua amesimama, ameswali swala ya sunna, amepata ile thawabu. Kwa hivyo ameswali swala ya faradhi na vile vile akatimiza na sunna. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya hawa watu wawili. Ule wa kwanza haimaanishi anapata dhambi kwa sababu hajaswali sunna, lakini hapati thawabu. Na yule ambaye kwamba anaswali sunna anapata thawabu. Kwa hiyo hii wema, ihsani, iko njia mbili. Njia ya kwanza ni wema iliyokuwa nzuri, na ya pili ni wema iliyokuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo tujibidishe Waislamu katika kufanya wema kwa huu upande wa pili.
tuifanye kwa zaidi tena na zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapenda wale watu ambao kwamba wanafanya kitu au amali ambao kwamba ni nzuri na wanaifanya kwa uzuri. Thumma shuuru ithna al-amal, kisha katika kuitekeleza hii amal tunaifanya kwa hisia, ambayo kwamba hisia ile bi anna Allaha narana, kana kwamba Mwenyezi Mungu anakuona. Unafanya kwa hisia ukiamini ya kwamba Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anakuona. Hii amali ambayo kwamba unaitekeleza unaifanya kana kwamba hisia yako wewe, dhamiria yako inasema Mwenyezi Mungu ananietazama katika hii amali yangu ambayo kwamba naitekeleza. Au kaannana narahu, au kama wewe unamuona. Kwa hiyo hii inahitaji ihsani ya hali ya juu. Unamwabudu aje Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wewe humuoni? Mtu akuje hapa kwambie wamwabudu Mwenyezi Mungu, umemuona, utamwambia vipi? Sijamuona Mwenyezi Mungu, lakini nina imani ya kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Kwa sababu kama Mwenyezi Mungu hayupo, nani aliyekupa uhai? Nani anayekupa pumzi za kupumua? Nani aliyekuwezesha kutekeleza hii swala ya tarawih mpaka saa hii umeimaliza? Kwa hiyo ni kwa kudura ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha huwa taarifu Rasul sallallahu alayhi wasallam, na hii ndiyo taarifu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lil-ihsan, katika kufanya wema. Bi an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Inarudi pale katika ihsan. Unamwabudu vipi Mola wako na humuoni? Kwa hivyo ni ihsan. Tunamwabudu Mwenyezi Mungu, au wewe mwenyewe unamwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba unamuona. Na ikiwa wewe haumuoni Mwenyezi Mungu, fa innahu yaraka, basi yeye anafanya nini? Anakuona. Ni ihsan. Kwa hiyo kubwa zaidi ni ipi? Ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, ndio Uislamu. Pili ni imani, ni kuamini. Kisha ihsani inakuja nambari ya ngapi? Ya tatu. Umefahamiana? Muislamu ni ya kwanza, umejisalimisha kwa nani? Mwenyezi Mungu. Ya pili ni al-iman, ni kuimani, ni kuamini. Umemwamini Mwenyezi Mungu, ukaamini kitabu chake, sio? Ukaamini mtume wake mpaka mwisho. Kisha uwe na hisia ya kuwa Mwenyezi Mungu ananiona kwa kutekeleza hii amali ambayo kwamba ametuletea ni wajibu. Wayakulu azza wa jalla, nikimalizia, wayakulu azza wa jalla alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwa al-azizul ghafur. Anasema Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameumba mauti na uhai, liyabluwakum, ili kutupa sisi mtihani. Kwa hivyo mitihani katika hii dunia ni nyingi. Wewe ukiambiwa utaje mitihani yako ambayo kwamba imekukumba, utaanzia asubuhi mpaka jioni, na lalama zako hazitaisha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuumbia mauti na akatuumbia uhai vile vile, na akatupatia mitihani katika hii dunia. Ayyukum ahsanu amala, nani kati yenu ataitekeleza hii amali kwa uzuri tena zaidi? Wa huwa al-azizul ghafur, naye Mwenyezi Mungu wa huwa al-azizul ghafur, naye Mwenyezi Mungu ni al-aziz wal ghafur, na mwenye kusamehe madhambi yetu. Kwa hiyo kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu atusaidie tuwe wenye kufanya kazi kwa itikadi, atusaidie tuwe miongoni mwa watu ambao kwamba wanatekeleza ibada kwa wakati, atujalie ni miongoni mwa wale ambao kwamba ni wa kutoa kwa mkono wa kheri, atujalie katika miongoni mwetu ambao kwamba hatujajaliwa kupata kazi, atusaidie kupata kazi, na wale ambao kwamba hatujanufaika kuoa, inshallah mwakani Ramadhani ijayo itupate katika ndoa inshallah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.